Mimi naitwa Korumbe Babas, mwandishi msomi kutokea Arusha. Leo hii tuko na tafakari ya habari moja ambayo inawahusisha mabinti wawili ambayo kwa Arusha ni kama haijawahi kuripotiwa na chombo chochote cha habari, ukiacha baadhi ya vyombo ambavyo vimeandika vya Islam na kwenye kurasa za watu moja moja. Na kwa kiasi kikubwa binafsi yangu mimi naweza kusema kwamba nilichelewa kuiripoti au kutoa taarifa ya habari hiyo ili kupata pande zote ikiwezekana na kupata uhalisia wa tukio lenyewe. Na habari hiyo kwenye mitandao ya kijamii iliandikwa kwamba kuna wasichana wawili wametoweka, yani hawafahamiki walipo, kama sio kupotea. Mmoja alikuwa anafahamika kwa jina la Karen Malik Didas na Kivona Toroka. Na kwenye taarifa hiyo kuna kijana wa Kitanzania anayefahamika kwa jina la Godwin Ndosi alikuwa anatajwa. Yeye ni mfanyabiashara, ana biashara yake ambayo inafanya biashara ya kuwapokea wageni kutoka nje, lakini watu ambao wanaenda sehemu hiyo kwa ajili ya kupumzika, kupata chakula na vinywaji na vitu kama hivyo. Ipo hapa Arusha. Sihitaji pia kwa sababu za kibiashara, na hapa tulipo tumekuja kwa ajili ya kuzungumza na huyo kijana anayefahamika kwa jina la Godwin Ndosi, lakini kwa sababu ya kulinda taswira ambayo yeye anaamini kwamba imeshaanza kuchafuliwa, huenda akionekana ama akizungumza itaendeleza watu kutumia muonekano wake au kutumia kile ambacho atakizungumza kupotosha na kwenda kuharibu zaidi. Kwa hiyo mimi nilimpa nafasi ya yeye kumsikiliza, na sikujua mapenzi yatageuka mateso. Alinimshirikisha wakili wake wakili Moses Mauna. Bana, kuna mwandishi wa habari amefika hapa, kuna 1 2 3, je, naweza nikazungumza naye? Na kwa kukubaliana wote watatu wamenipa taarifa ambayo mimi kama mwandishi wa habari inabidi niizungumze, kwa sababu kwanza sijawahi kutoa taarifa ambayo imekuwa ina mkanganyiko au ya kuonekana kwamba ni ya uongo au ya kupotosha. Kwa hiyo wao wameniamini kwa namna hiyo kwamba sisi tunachokuambia, ungekuwa ni mtu wa gazeti basi tunaamini ungekiandika kwenye gazeti ukakitoa, lakini kutumia picha huenda ikaleta tafsiri ambayo ikawa mbaya zaidi kwa wale ambao wanania mbaya, kwa sababu wao wanalitafsiri hili swala kwamba linafanywa kwa ubaya zaidi. Na moja kati ya vitu ambavyo vilianza kwenye mazungumzo ambayo nilimuuliza Godwin, kwanza kama anamfahamu binti Karen ambaye kwenye habari hizo zote anatajwa kama ni mpenzi wake au mchumba wake, na pia kama anamfahamu huyo mwenzake na mara ya mwisho walikutana wapi, wakaachana wapi, na kwa nini anataja kwenye hii habari. Godwin alichokieleza ni kwamba kwanza walianza kama marafiki kwa sababu walikuwa ni wateja ambao walikuwa wanafika mara kwa mara pale, hasa Karen. Na Kivona alikuwa ni rafiki yake ya Karen, lakini Karen alikuwa na marafiki wengi ambao wanakuja pale, binti wengi anaenda nao mara kwa mara na nini na vitu kama hivyo. Na anaeleza kwamba kupitia kuwa mteja na nini ndo urafiki wao ukaanza hapo, kwa sababu alikuwa anakuja na rafiki zake na wakija pale yeye anafanya biashara, kwa maana si analeta wateja. Kwa hiyo ikausogeza huo ukaribu wao. Sasa siku ambayo inaandikwa kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ya siku ya tarehe 20 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, naeleza kwamba kutokana na ukaribu ambao walikuwepo nao yeye pamoja na Karen, hapa kule kwenye zile habari inaandikwa kwamba mpenzi na mchumba na nini. Sasa kwa sisi, kwa watu ambao kidogo tuna ufahamu wa sheria na nini, kwa hiyo yeye anamtambua kama rafiki yake, na sisi tutachukua hilo. Na sisi Afrika tu ndo tunaaminiki kwamba urafiki una mipaka, lakini urafiki unaweza ukafanya vitu ambavyo hata wapenzi wanafanya, lakini mwisho wa siku wanabakia kuwa nini? Kuwa marafiki. Kwa taarifa ambazo tunaziona mitandaoni, sekeseke lilianza tarehe 20 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Hapo sasa tuliweka utulivu wa kutaka kumsikiliza Godwin. Kilitokea kitu gani siku hiyo? Kulikuwa kuna party kama inavyoelezwa? Anasema hapana, kwenye sehemu ambayo yeye amewekeza kuuza vyakula na vinywaji, na mara nyingi huwa kuna huduma ambazo zina standard ya watalii na vitu kama hivyo. Huwa ni siku ya Ijumaa ambapo huwa wana barbecue ambayo watu wengi huwa wanafanya booking. Kwa hiyo kupitia hiyo event ya barbecue watu wengi huwa wanaenda. Kwa hiyo miongoni mwa watu ambao walikuwepo siku hiyo alikuwepo ni Karen pamoja na huyo rafiki yake. Sasa kilichotokea ni kwamba usiku waliondoka wakarudi sehemu wanayoishi, kwa sababu hawa walikuwa hawakai pamoja. Asubuhi akawa anampigia simu, alipompigia simu mara ya kwanza haijapokelewa, akamtumia message na msindikiza rafiki yangu na Kivona ambaye kwa anamuita Rahma, na msindikiza Rahma kwa boyfriend wake wapi? Namanga.
Baada ya kumwambia hivyo, akawa akipiga simu sasa Godwin, simu ikawa haifanyaje, haipatikani, akituma message hazijibiwi. Nipita kama lisali moja hivi, ikabidi ampigie dada yake ambaye alikuwa na namba yake, ambaye anakaa Morogoro, dada yake Karen. Akamwambia, naomba umcheki mdogo wako, maana nimemtafuta hapa kwa simu haipatikani, lakini amenitumia message 1 2 3, labda kama namba yake au ya mwenzake huyo, mpigie mwambie kwamba namtafuta. Yule dada yake akacheka, akamwambia, bwana wewe tulia, utakuwa umetorokwa tena. Sasa nikamuuliza Godwin kwa nini alitumia neno umetorokwa tena. Akasema kwamba tarehe 4 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 Karen alifanya tukio kama hilo hilo, kwamba alikuwepo Arusha mjini, wakawa wanawasiliana. Wakiwa wanawasiliana, baadaye simu yake ikawa haipatikani. Dada yake yangu check kama atatokea. Kwa sababu before Karen yashawahi kudisappear again. Okay. Pale mall. Kwa hiyo Godwin akasema kwamba tukio lilivyojitokeza leo tarehe 4 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, alichokifanya kwamba alivyompigia dada yake akamwambia kwamba akatoe taarifa polisi. Kwa hiyo moja kwa moja akaenda polisi, na polisi alivyoenda akaulizwa uhusiano wao, akasema ni rafiki yake. Wakaambia kama ni rafiki hauna hiyo nguvu ya kutoa, yaani kisheria wewe sio mtu ambaye unapaswa kutoa taarifa hiyo, labda ngopo mtu wako wa karibu sana. Kwa hiyo ondoka, kwa sababu wewe sio mtu unastahili, au urudi baada ya masaa ngapi? Masaa 24, baada ya kueleza kwamba pia amewasiliana na dada yake ndo kamshauri hivyo. Kwa hiyo akaondoka. Baada ya kuondoka, kesho yake Karen akapatikana. Umeona, akapatikana, maisha yakaendelea. Tukio kama hilo tena ndio likawa limejirudia hiyo siku ya tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2025. Sasa akarudia kumpigia dada yake. Kwa hiyo dada yake akacheka, akamwambia utakuwa umetorokwa tena, tulia. Umeona, akaambia tulia, lakini kama polisi walivyokuambia kipindi kile masaa 24 yakipita, wewe rudi katoe taarifa. Na ile first time tarehe 4 ile alivyoondoka akarudi, alisema alienda na rafiki zake. Kwa hiyo akazima na simu ili usimsumbue. Kwa hiyo siku ya tarehe 22 Godwin anaeleza kwamba alienda Central Police kwa ajili ya kutoa maelezo, lakini alipofika pale polisi, kwa sababu yeye alijitambulisha kama rafiki, walikataa kuchukua maelezo yake, kwa sababu hakuwa mtu ambaye kwa mujibu wa sheria anaweza akachukuliwa maelezo ya mtu kupotea, hasa kwenye issue ya mahusiano. Angekuwa ni ndugu ama angekuwa ni mtu aliyekuwa naye mara ya mwisho wakati anapotea, labda polisi wangechukua maelezo yake, au kama angekuwa ni mtu ambaye alishuhudia tukio la mara ya mwisho Karen akipotea au akichukuliwa au vyovyote vile, basi maelezo yake yangeweza kutumika kama sehemu labda ya ushahidi na vitu kama hivyo. Kwa polisi hawakuchukua maelezo yake siku ya kwanza, nadai kwamba alienda mara nyingi, na Godwin anaeleza kwamba hakuchoka. Kila wakati alivyokuwa akienda anakutana na askari tofauti tofauti, na wote hawachukui maelezo yake, sio kwa sababu hawataki kuchukua, lakini wakipima uzito wa taarifa anayoitoa na wakimuuliza pia, lilishawahi kujitokeza hili? Ndio, ilishajitokeza tarehe 4 ya mwezi wa 6 2025. Ikawaje? Akarudi baada ya siku kadhaa, vyovyote vile, lakini hawakuichukulia kwa uzito huo, kwa sababu tayari huyu binti aliwahi kuondoka na akarudi. Kwa hiyo anaeleza kwamba alienda kwa siku 10 mfululizo. Siku tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2025 ndio alichukuliwa maelezo kwa mara ya kwanza, na alichukuliwa maelezo akaeleza kilichotokea na nini na nini. Kwa hiyo hizi zote juhudi anataka kueleza kwamba ni kwa namna gani ambavyo yeye ametoa ushirikiano tofauti na ambavyo mitandao inaeleza. Mara ya mwisho wameenda ofisini kwangu, walienda 2 times. Mwezi wa 7 mara moja, achana na yule ambaye alienda kumchukua mahojiano ambayo ni CID kutoka Dodoma. Mara CID wawili tofauti. Wakaja wakarudi mwezi wa 8. Mimi niko nje na hata kwenye stamp zangu zinaonyesha. Kwa hiyo baada ya hapo hakuna polisi ashaendaga kurudi ofisini, kwa sababu nilipigiwa nikamwambia basi nikija nitawacheki. Kama wakija mniambie. So after hakuna polisi ashaendaga ofisini kwangu tena mwezi wa 8, wa 9, 10, 11, 12, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5. Mimi nikawa naendelea na maisha yangu. Lakini akaenda mbali zaidi, akaeleza kwamba ile message ya mwisho ilieleza kwamba yeye Karen na rafiki yake wanaelekea wapi? Namanga. Lakini wakati anaendelea kufuatilia polisi, na moja kati ya vitu vinavyothibitisha kwamba analifuatilia swala hili, na katika ushahidi wa awali unaonyesha kwamba location ya mwisho ambayo Karen alikuwa inaonekana pia alikuwepo wapi? Alikuwepo Namanga. Kwa hiyo ni udhihirisho kwamba na yeye pia taarifa ambayo aliojiwa akaeleza kwamba mwenzangu anitumia message anaenda Namanga, ukiconnect hizi dot unapata picha kabisa. Godwin anaeleza kwamba yeye alikopo hakai nyumba moja na Karen.
yani walikuwa ni marafiki lakini hawakai sehemu moja. Kwa hiyo Godwin anaeleza kwamba yeye sio ushirikiano tu kwa jeshi la polisi, anatoa ushirikiano pia hata kwa ndugu. Mara ya kwanza wakati polisi wanahitaji ndugu zake wa Karen waje watoe maelezo, alituma mara ya kwanza $200,000 kwa mama yake, akaja akatuma $300,000, akaja akatuma yani kama $800,000 hivi alishazituma kama tu sehemu ya nauli ya mama atoke kule Shinyanga aje Arusha kwa ajili ya kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi. Almost zaidi ya $800,000. Okay. Yake naye alikuwa alisema hawezi kuja Arusha kwa sababu ni mjamzito. Anadai kwamba kila alipokopa akituma hiyo nauli, mama alikuwa anapiga simu kwamba ile hela ulionitumia haijatosha au kuna tatizo fulani limetokea na vitu kama hivyo. Tofauti na nauli, pia amekuwa sehemu ya kuwasiliana na familia hiyo kwenye changamoto zozote. A lot of comments. Mpaka saa nyingine nakuta comments za watu ambao I know ni competitors. Yaani wafanya biashara wenzangu ambao unajua labda na washindani wana village yao na nini. So it's like people are happy kwamba okay, this guy anaanguka wakati sina history yoyote ya uharibifu au ya criminal life. Kama kuna hiyo history basi I would love kwa mtu kuja forward siku moja aseme basi na wengi wao wanaofanya hivyo ni marafiki zake pia na dada yake. Haujulikani, lakini lawama zangu mimi, polisi wananisaka kama mkosaji, wakati moyo wangu hii pressure iliyowekwa mtandaoni sasa hivi. Kuna polisi wamekuharass kwa namna yote? Yes, wameharass wafanyakazi wangu. Wamearrest manager wa ofisi yangu, wakipressure kwamba niende. Wamearrest dereva ambaye anafanya ofisini kwangu, na leo walikuwa wanataka kumarrest mzazi wangu, baba 78 na kisukari na ana pressure. Wamemwambia njoo, unatakiwa uje ofisi polisi. Sasa kutokana na pressure inaendelea mitandaoni, Godwin anadai kwamba kuna watu walishafika ofisini kwake na wakamtishia na kuongea maneno ambayo yalimpa hofu, hivyo ikamfanya siwe anaenda ofisini mara kwa mara kwa sababu alitaka kuondoka naye na yeye akawa amewakatalia kwa wakati huo. Mimi nilifikia nikaanza sasa kutishiwa, na kupata moja siku alikuja mtu anasema ni CID, akanihoji na mimi kama nilisikia kwenye simu kufanya hivi na kwa hiyo walirudi siku ya Ijumaa, wakawa wamemkamata dereva wake pamoja na meneja wake, lakini pia baba yake ameitwa na polisi kwa maelezo yake, na baba yake ana zaidi ya miaka 70 na kitu hivi. Kwa hiyo Moses Mauna ambaye ni wakili wake anasema kwamba baada ya interview hii sasa wataondoka na kwenda kuonana na RPC wa mkoa wa Arusha kwenda kujua kulikoni na kujua mstakabali wa hawa watu waliokamatwa. Sasa haya ni ya kisheria kidogo na kupata ufafanuzi. Nipata nafasi ya kuongea na Moses Mauna katika kupiga story zetu, tuone je, kuna chochote ambacho kinaweza kapelekea haya yatokee, na kama kipo chochote, Godwin anakabiliwa na tuhuma za namna gani au atakabiliwa na tuhuma za namna gani, na je, pressure ya mtandaoni inaweza ikapelekea jeshi la polisi kutekeleza majukumu yake bila kufuata utaratibu wa kisheria, na madhara yake ni yapi ikiwa hii? Na wakati wanachukua meneja wanawakamata na nini, kopo ni wanahisi wewe uko mbali labda bado yuko ndani. Toka Friday wamemwacha ndani mpaka leo hajatoka. Kuna mtu ameandika pale yuko Arusha lakini akamatwa na kwa hiyo ni pressure mtu mimi nitatoka ni sababu huyu is not a suspect. Sio chochote. Anaenda polisi kufanya nini? Sasa hiyo walivyomuita babake, wacha aende naye. Aende na mzee, memleta mzee. Na kisheria kweli inaruhusiwa kwamba mimi nina shida na Godwin. Wewe ni meneja wangu wa hoteli. Nimemkosa Edwin, polisi na kukamata wewe meneja. Hizo ndo alofu arrest zenyewe. Sikuwahi kuambia hata ule CID alipokuja kuniambia kwamba unioji, hakuwahi kuniambia kwamba usiondoke. Hamna mtu mimi. Kwa hiyo sasa sisi anaenda kumwona kabisa. Pressure inawekwa mtandaoni. Hatuwezi tukaibedha kwa sababu inahusiana na watu, japo haijahusisha uhai. Bado hamna mtu ambaye anathibitisha kwamba ameuawa, amefanyajwe. Kinachozungumzwa unaona kina meta gradient, yani kina mashiko ya kuwa kosa la kumfanya mtu anasema kwamba mtu yuko tu mtaani hajakamatwa hajafanyaje. Kwani labda mimi niulize, justice ni kukamata watu? Justice sio kukamata watu.
justice ni kuchunguza na kuwaleta wanaohusika mbele ya vyombo vya sheria. Lakini justice pamoja na kuchunguza kuna hatua za ukamataji, kuna hatua za kuhoji na kufanya nini. Lakini sasa watu wengi wanafikiri mtu akikamatwa tu tayari wewe ni mkosaji, yani hakuna namna nyingine yote, yani wewe ndio unapotea. Yani watu sisi ni yani jamii ilivyo ni kwamba hivi you are guilty until proven otherwise. Lakini sheria yetu na katiba haisemi hivyo, wewe ni innocent unless proven otherwise. Sasa hii ndio shida inayotupatia. Wewe ukikamatwa unasikia mtu amekamatwa, unasikia amekamatwa, huyu anahusika kabisa. Hapana, polisi wanakamata watu ili kufuata hatua za criminal process. Hadi tunatoa taarifa hii tumejaribu kumtafuta kamanda wa polisi kwa njia ya simu, lakini simu yake imeita tu mara kadhaa bila kupokelewa. Kitengo cha habari cha jeshi la polisi mkoa wa Arusha pia tumejaribu kuwatafuta na wakaeleza kwamba itaandaliwa taarifa rasmi ambayo itatoka kuhusiana na tukio lote kwa ujumla. Na Godwin sasa akienda kuripoti polisi, pia tutaendelea kufuatilia ni kitu gani ambacho kitajiri na mwendelezo wa hii taarifa mwanzo mwisho. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi, naitwa Korumba Le Babas.